Atola Kwasi pamoja na Clement Mzize kwenye kile ambacho aliwaita waandishi wa habari na akakizungumza. Watu wengi walikuwa na jaji, vipi mwalimu anazungumza nini kuhusiana na namba yao Atola Kwasi? Je, ataendelea naye msimu mwakani kwenye dirisha dogo ama kuna mtu atampisha Atola Kwasi ili aweze kucheza? Sasa hayo aliyajibu Alikamwe, tumsikilize namna ambavyo alizungumza. Yao ni mchezaji wa Young African Sports Club. Ni mchezaji halali mwenye mkataba wa Young African Sports Club. Ila Yao aliondolewa kwenye registration kwa sababu alipata majeraha. Kwa ni mchezaji wa Yanga. Yaani naanzia kwamba Yao ni mchezaji wa Yanga, sio mchezaji mpya. Ni mchezaji wa Young African Sports Club mwenye mkataba na mchezaji anayelipwa kila mwisho wa mwezi. Lakini tulimtoa kwenye usajili kwa sababu alikuwa na majeraha. Sasa swali lako unasema akishapona hiyo Januari au Februari, namba moja, ripoti ya mwalimu inasemaje? Anamhitaji Kwasi Atola Yao au hamuhitaji? Na kama anamhitaji, patakuwa pana watu watatu kwenye eneo hilo. Atakuwepo Yao, atakuwepo Isra, atakuwepo na Kibwana. Je, mwalimu anaona kuna ulazima wa kuongeza mtu wa watatu au atapunguza mtu? Jambo la kwanza, Kwasi Atola Yao, tunachosubiri sasa hivi ni ripoti kutoka kwa fitness coach. Mchezaji ambaye ametoka kwenye injury ni ngumu mno kumkadiria kwamba akishapona atarudi. Hakuna doubt kuhusu quality ya Yao. Hamna mwenye doubt hiyo. Sio mimi, sio wewe, sio mtu mwingine yoyote. Even coach Pedro anajua quality ya Yao. Lakini hapa tunazungumza kuhusu mchezaji kutoka kwenye injury kubwa kama ya Yao na kurudi kwenye quality yake ambayo yuko nayo. Sometimes inatokeaga wachezaji wa namna hii wanachukua miezi mingine kwenye pitch kurudi kwenye quality yao. Yaani anapona alafu anahitaji muda wa kucheza sana ndio upate quality yake. Bila shaka umeweza kumsikia Ali Shabani Kamwe, Abduli Mkenge pamoja na Raymond Elias. Ali Kamwe bwana ameweka vitu clear hapo, ameeleweka bila shaka. Ni pigo kwa Young Africans kumkosa Yao Atola Kwasi dhidi ya Ahly? Kwangu mimi sioni kama ni pigo. Huoni kama ni pigo? Yes, kwa sababu tangu wameumia bwana Atola Kwasi Yao, Yanga ameweza mechi nyingi ambazo ni very crucial. Na ziko ambazo wamepata matokeo mazuri na ziko ambazo labda kama wamepoteza ni sehemu ndogo sana na usema labda wameathirika kumkosa Atola Kwasi. Of course sio kitu kizuri kukisema, lakini kama majeraha ya Kwasi kama angepata Diara, mimi naamini moja kwa moja Yanga angeenda kuathirika. Kwa sababu utazama katika eneo ambalo anacheza Atola Yao Kwasi, Israel Mwenda anafanya vizuri, hata Kibwana Shomari anafanya vizuri, na ziko mechi nyingine, baadhi ya mechi unaweza kumuona Dickson Job anaweza pembeni, pia anafanya vizuri. Na kama unakumbuka Betha kwenye mechi dhidi ya Mamelodi Sundowns ya home and away, Maxim pia Mzengeli alicheza katika eneo hilo na akafanya vizuri. Sasa jaribu kuwaza katika akili hiyo, fanya kama ndo muumia Diara, ndo kwa Meni ama Msheri. Kwa kukosekana kwa Yao Kwasi kwenye mechi dhidi ya Al Ahly, kwangu mimi sioni kama ni labda Yanga ataenda kuathirika. Watakachoathirika nacho labda dressing room kumkosa. Unajua mkienda kwenye mechi kubwa kama ile, pia unataka wachezaji wako wote wakubwa uwe nao. Inawezekana isiwe kiwanjani, lakini kutengeneza motivation ndani ya vyumba vya kubadilisha nguo kwamba inawezekana hii ni mechi kama mechi nyingine, ni vitu vya namna hiyo. Lakini kwa maana kiwanjani mimi siamini kama Yanga enda kummiss. Raymond, nini hasa Young Africans itakwenda kummiss endapo Clement Mzize kukosekana kwenye mechi kubwa kama hiyo? Nafikiri tumetoka kuzizungumzia hapo kwenye ubishani uliopita. Clement Walid Mzize ni mchezaji ambaye umri wake ni mdogo, lakini maturity yake kwenye pitch ni kubwa sana. Yaani maturity yake na umri wake haviendani.
maturity Kwanza yake subiri, umri wake miaka mingapi? 22 kama sikosei, 22. 21. Tuendelee. Mtoto 2000 huyo dogo kabisa. Sijabisha mimi, nimesema tuendeleeni. Maturity yake ni kubwa sana, na maturity yake inaisaidia nini timu? Inaisaidia timu kuregister numbers. Yaani ina register numbers, anafunga na assist, lakini pia ni mchezaji ambaye work rate yake kwenye pitch ni kubwa sana regardless with or without the ball. Lakini wanaocheza kwenye nafasi yake sasa hivi tumeona hawaperform katika levels ambazo yeye ameshai kuwepo, na ndio maana nikasema yeye akirejea pale, kama atarejea akiwa fit, namba yake iko wazi. Okay. Sababu wale ambao wanacheza pale bado hajafikia ama hajatupa kile ambacho Clement Walid Mzize alikuwa anatupa. Kwa nafikiri maturity yake, namba zake, lakini pia work rate yake kwenye pitch, lakini pia ameshacheza mechi kubwa. Anajua jinsi ya kucheza mechi kubwa. Kwa nafikiri ndio kitu ambacho itakimiss. Lakini so far mwalimu Pedro Goncalves ameshaanza kuyazoea maisha bila Clement Walid Mzize, na kwa asilimia kubwa amehudumu bila Clement Walid Mzize. Kwa hiyo yeye jeshi ambao alikuwa nayo ndio ambao ataondoka nao, lakini kama ukimwambia wote wakiwa fit, yani nani aondoke nayo, of course atatamani kuwa na mtu kama Clement Walid Mzize, kwa sababu anajua ni mchezaji ambaye kwanza yupo kwenye timu kwa muda mrefu kuliko hao kina Celestine kuwa. Na maana ana mizizi ndani ya timu, lakini pia anakupa numbers. Kwa nafikiri ni mwalimu ambaye angetamani kuwa naye kwenye mechi hiyo. Wakati tunaendelea kuzungumza hapa Mkenge pamoja na Raymond, naona comment za watu kupitia YouTube channel ya PMTV muda huu ambao wako live. Huyu anasema kila la Harry Stars pamoja na kila la Harry Stars pamoja hadi tamati. Lakini huyu anaitwa Amiri Ngaka. Anasema Mpanzu ni mchezaji bora kwenye midomo ya watu kuliko uwanjani. Sawa Ngaka. Huyu anaitwa Bongo, na anasema kwamba yao ni pengo kubwa sana ndani ya Young Africans. Ule upande wa kulia kumepoa vibaya mno. Hizo ni comment ama mtazamo wa watu ambao wanafuatilia haya mazungumzo ama huu uchambuzi kutoka kwa Abdul Mkenge pamoja na Raymond Elias. Lakini kubwa zaidi mwanamichezo, nikwambie kupitia Royal Plus ambayo inapatikana PMBet, naenda karushe kindege kwa spini ya shilingi 500, yaani 500 inaweza kukupa gari kali aina ya Toyota Harrier. Maamuzi ni yako. Funga mwaka kibabe. Wewe mwenye simu ndogo, acha kujishikia tama, bonyeza nyota 149 nyota alama ya reli, utakuwa nyota 149 nyota 23 alama ya reli. Kumradhi, ukifanya hivyo mambo yatakuwa yamekunyokea kweli kweli.